na wakapambana na Farao pale, wakapambana na yule mfalme, na ikafika mahali lazima mfalme aachilie Waisraeli. Na alipoachilia tunakania kwamba Waisraeli walianza safari wakiwa na furaha sana. That's why nakwambia kania kwamba life ni tofauti. Labda wakati walikuwa wanaanza safari wakitoka Misri, hawakujua mbele kuko namna gani. Hawakujua hapo mbele ni magani watapitia kwa hali gani. Na nashukuru Mungu, na that's why nasema Biblia ama neno la Mungu liko pale kwa wakati ambao unafaa. Walipoanza safari na wakaenda wakavuka mto Jordan, wakaona tu kila step Mungu anawaongoza, kila step wanaendelea vizuri, na wakavuka mto Jordan, Red Sea. Na walipovuka pale wakaona Mungu amewaletea ushindi sana, na kawa wanashukuru Mungu. Ukisoma the book of Exodus chapter 15, tunaweza soma hapo ndio uone 15, Exodus chapter 15, tunaweza anza verse 22. Ukianza verse 1, unakania kwamba walipovuka mto Red Sea, ama walipovuka Red Sea walikuwa na furaha sana, kwa sababu number 1, Mungu aliwashindania. Ndio maadui walikuwa wanawafuata, lakini walipovuka Red Sea wakawa na furaha sana, maana Mungu ashaangamiza maadui. Maana ilifika mahali wakati walikuwa wanaendelea wakaona maadui wanawafuata, lakini kwa sababu kulikuwa na neno hiyo wakati, Musa akawahimiza akawaambia, msiongope, maana hao maadui mnawaona hamtawahi waona tena. Na walipoona Mungu amewashindania wakawa na furaha sana, wakawa na furaha kwa wingi sana. Milioni maisha ya Mkristo ambao anapita na saa zingine Mungu akimshindania kwa jambo fulani anafurahia, lakini pande ile nyingine shetani hajafurahia. Ndio Mungu amekupitisha kwa hiyo hali, umevuka kwa mlima, kwa sababu wana wa Israeli walipoona maadui wanakuja, Farao ametuma wanajeshi wake na farasi wafuate huko kwa mto huko kwa Red Sea. Na Mungu alipowashindania, nikasema wana Israeli wanijazwa na furaha, walikuwa na furaha. That's Musa akatengeneza wimbo chapter 15, unasema kana kwamba kuna wimbo waliimba ya furaha vile Mungu amewashindania. Na ukiendelea hapo mbele kidogo, walipovuka Red Sea, tunaona kana kwamba walielekea kwa jangwa, wakatembea. Tunaweza soma verse 22, Exodus chapter 15 verse 22. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur for 3 days. They traveled in the desert without finding water. Wacha kwanza nifiki hapo. Walipovuka Red Sea, walielekea kwa jangwa. Sometimes life ya Mkristo, wakati ukisoma vile Waisraeli walikuwa wanaendelea na ukilinganisha na life yako, unaweza pata saa zingine hazijaachana sana. Wakati walivuka pale na wakaanza safari wakaelekea huko kwa jangwa, tunakana kwamba hapo ndio mateso ilianza. Number 1, walikuwa na furaha, Mungu amewashindania. Lakini number 2, hawakujua kania kwamba pande ingine, kwa sababu hali ya Mkristo ni kupambana, wakasahau kania kwamba kuna kupigana pia vita. Saa zingine Mkristo akishindaniwa ama kishinda vita ya kwanza, anasahau kania kwamba ni life ambayo inakujanga tu ikipita kila wakati. Akishinda hii lazima angonje ingine. The more Mungu anakuinua, the more majaribu inakuja na lazima upambane nayo. Nataka nikuelimishe, nikuambie kania kwamba wakati umeshinda tatizo moja ama mbili, jua kania kwamba kuna lingine linakuja, na hiyo ni life ya Mkristo. Labda wengi hawafundishangu hivyo, lakini jua kania kwamba saa zingine wakati umeshinda hiyo, shetani hajafurahia. Lazima ukame umejiandaa, kwa sababu ile ambayo inakuja ingine haujui itakuwa namna gani.
Wana wa Israeli walipovuka Red Sea, waliona sasa maisha washavuka, washaachana na maandui, bila kujua kania kwamba kila step wanachukua andui lazima anjinue. Na kwa asubuhi na leo nakuumiza ni kuambia kania kwamba lazima ukae kujiandaa kwa kila hali. Aduguse Bwana Yesu. Walipovuka walifikiria na maadui wamemalizika, wakajua ni hivyo. Kumbe hapo ndio walikuwa wanaingia kwa nchangwa. Kumbe shetani alikuwa anawafuata tu kila wakati. Kwa hivyo wakati unapita kwa hayo na umeshinda tatizo la kwanza, usifurahi, kwa sababu ni hali ya Mkristo kupambana. Sasa Yesu alisema kuanzia wakati wa Yona mpaka hata wa leo, ufalme wa Mungu unachukuliwa kwa nguvu. Yesu alikuwa anajua kania kwamba hii hali ya Mkristo ni kupambana, maana adui yuko. Leo nataka kuambia kania kwamba usikufe moyo, kwa sababu saa zingine unaweza shinda hii, wakati umeshinda hiyo inatokea ingine, na yenye inatokea unapata hata ni kama mbaya kuliko ile ya kwanza. Wanaisraeli walipoona matatizo yanazina kuongezeka, wakaanza kuambia Musa hata mbeta Misri. Number 1, walikuwa wamefurahia, amewavukisha Red Sea, lakini matatizo ambayo ilifuatilia ilikuwa mingi kiasi ya kwamba wanaweza sema hata mbeta Misri. Atukuzwe Bwana Yesu. Nataka nikuhimize asubuhi ya leo nikwambie kania kwamba never give up katika haya maisha, kwa sababu matatizo inakuja kila wakati. Na nashukuru Mungu kwa sababu wakati matatizo inakuja kwa wingi, the more unakaribia baraka yako, the more Mungu anazina kukuinua. Atukuzwe Bwana Yesu. Wanaisraeli walipoendelea na safari, wakapita kwa jangwa, hakuna maji. Saa zingine wanakosa chakula, wako kwa kamulima. Kumbe ndio wanaelekea huko Kanaani, ndio wanakaribia Kanaani. Atukuzwe Bwana Yesu. Wakati umeanza kukaribia baraka yako, unaweza ona matatizo ni kama inaanza kuwa mingi. Maybe wakati umeanza safari inaweza kuwa matatizo kidogo, inaweza kuwa ni kamulima kandogo, na wakati umekashinda unafurahia bila kujua kania kwamba kuna ingine. Hakuna mahali unaweza pata umeokoka unakwenda nywe mpaka Yesu akuje. Hiyo ni ngumu sana. Sasa Yesu alijua na akawaambia wanafunzi, lazima muombe msije mkaingia katika majaribu, maana alikuwa anajua kania kwamba majaribu yako na yanakuja kutingiza imani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uelewe hayo maisha. Ndio nikishinda hii ya kwanza, ya pili itakuwa namna gani? Na usije ukasema ni kwa sababu nimeshinda ya kwanza hakuna ya pili inakuja. Hapana, lazima ya pili ikuje na ya tatu ikuje. Hata sisi wa Kristo tunafaa tufurahie wakati matatizo inakuja mingi, kwa sababu hapo ndio tunakaribia baraka yetu. Atukuzwe Bwana Yesu. So Wanaisraeli wakapitia hayo na hawakukufa moyo. Wengine wakakufa moyo na wengine wakajikaza. Wenye walijikaza tunakana kwamba waliendelea na wakafaulu. Wakipita ya kwanza wanashinda, wakienda ya pili wanashinda. Hivyo hivyo tu. Na hiyo ndio life ya Mkristo, maana ni kupambana. Yesu wakati alizaliwa, matatizo ilianza pale. Herode akaanza kumtafuta amue, akaenda kujificha Misri. Na akakaa huko, Herode akakufa na mwingine akakuja na life ikaendelea. Kila siku matatizo inakuja. Na wakati Yesu aliona sasa ministry imeanza kukaribia, akaenda kwa jangwa. Sasa mimi lazima upitie kwa jangwa. Matthew chapter 4 verse 4. Wakati Yesu alienda kwa jangwa, na ni Roho Mtakatifu alimuongoza huko. Yeye hakujituma. Roho Mtakatifu akamtuma huko na Yesu akaelekea huko. Huko kwa jangwa ndio matatizo ilikuwa mingi. Shetani akaanza kumjaribu, maana alikuwa amefast for 40 days. Majaribu ikaanza kuwa mingi. Shetani anamjaribu kila wakati, anamuonyesha hii, anamuonyesha makuu ya dunia, anamuonyesha chakula, maana hiyo ni mambo ambayo inakuanga ndani ya Mkristo. Lazima upambane na hayo. Na tunaona kana kwamba wakati Yesu alijaribiwa na akafaulu haya matatizo, alienda kwa kiwango kingine. So wakati milima inakuja na mabonde, na wakati umeivuka, furahia kwa sababu umeanza kwenda kwa level nyingine. Usikufe moyo, endelea mbele. Na hiyo ndio life ya Mkristo. Atukuzwe Bwana Yesu. Corona ilikuja ikatingiza Wakristo, wengine wakasimama na tunaendelea. Tunafurahia kwa sababu Uhuru amefungua makanisa, lakini hatujui hapa mbele kuna namna gani. Atukuzwe Bwana Yesu. Na hiyo ndio life ya Mkristo. Labda haujaifundishwa hivyo. Wakati umevuka mlima ya kwanza, ngojea ya pili.
Na ya pili usije ukafikiria ni rahisi kuliko ya kwanza. Wakati Yesu alikuwa anaendelea akikaribia siku zake, ndipo wakati ulikuwa unazina kuwa mgumu, ndipo wakati alikuwa anasikia hali ikiwa ngumu sana, ndipo wakati anakaribia pale, milima na mamboni inazina kuwa mingi sana. Ya kwanza labda alijaribu wakati alikuwa kwa jangwa, akavuka hiyo. Ya pili akaendelea hivyo mpaka mmoja wa wao mwanafunzi ambaye alikuwa anafunza, yeye ndiye alimbetray hapo. Na kwa sababu hiyo yote lazima angepitia, lazima tu angejikaza. So Yesu alikuwa anajua kania kwamba hata wakija wanijaribu kwa njia nitashinda. So nataka nikufunze kwa leo, wakati umevuka hao kamlima, shukuru Mungu na ujiandae kwa ingine ya kuvuka, kwa sababu ni life ya Mkristo. Mimi siwezi kukwambia temptation ya ziko. Kila Mkristo lazima apitie pale. Ukivuka ya kwanza, jitayarishe kwa ya pili. Na ya pili inakuja ikiwa kwanza na nguvu sana kuliko ya kwanza. Inaweza kuwa iko na uzito sana. Lakini nakuambia asubuhi ya leo nakuambia jiandae. Na hivyo niko nasema tumeanza kuelekea nyakati za mwisho. Na hapo nyakati za mwisho ndio kuna kuanga na majaribu mingi sana. Kama tungeulizwa wakati wetu kanisa zingefika mahali tukose kwenda, tungekataa, lakini imefika. Na lazima tujikaze, lazima tungoje ile ingine. Kuna watu ambao kwa Biblia, nataka nikufunze nikuambie kania kwamba usione mlima imekuja na imepita na ukae tu hivyo. Hapana, ukikaa hivyo ndio utaangushwa. Ukikaa hivyo tu kwa sababu imepita na urelax, hapo ndio utapatana na ile ingine. Na ile ya pili si rahisi kuliko ile ya kwanza. Wakati unaanza na kupenya na kuelekea kwa baraka yako, hapo ndio milima inazina kuwa mingi. Na kama Mkristo lazima ujikaze. Saa zingine hata shetani anaweza uliza ruhusa Mungu, maana shetani hawezi kukujaribu bila kukonfirm kwa Mungu kwanza. Lazima Mungu ampe ruhusa. Msije mkafikiria majaribu mengine na kujanga bila Mungu kujua. Lazima kwanza mbingu ipeane ruhusa, na kwa sababu mbingu inakujua vizuri, lazima utapenya. Cha msingi ni ujitie nguvu na usikufe moyo. Atukuse Bwana Yesu. Usije ukafikiria Ana, hiyo nilifunza wakati nilikuwa hapa. Wakati Ana alikuwa na zina na kuchekelewa, ndipo moyo wako ulikuwa na zina kuumia. Na the more moyo wako na zina kuumia, the more alikuwa anajitolea kuomba. Atukuse Bwana Yesu. Wakati anaona vile anachekelewa na Penina, hiyo wakati alikuwa anapata nguvu ya kupambana na hiyo hali. Na wakati anajikaza, anakaribia baraka yake. Atukuse Bwana Yesu. Kuna mtu alikuwa anaitwa Job. Nataka nikupee watu 2 watatu ndiposa wewe uweze kujua. Usije ukajiona wewe ni kama uko kando na wao. Hapana, uko kwa hiyo safari. Na lazima nikufunze jambo likitokea uweze kupambana nayo. Job akawa pale na mbingu na ikaongea mambo mawili bila Job kujua. Haya mambo wa shetani wakati alikuwa na tanga na Mungu akamuona. Akamuuliza, kwa unaelekea wapi? Shetani akamwambia, nazunguka tu huku na huku. Kwa sababu shetani anatafuta tu. Hakuna siku shetani atawahi kaa bure. Hakuna shetani siku moja atawahi sema wacha ni relax. Kila siku lazima ashinde akizunguka. Na akipata kanafasi anakatumia. Na cha msingi kabla hata akujaribu, lazima ulize mbingu. Hai. Hivyo sisi ni watu wa maana. Hata wakati mlima inakuja, mbingu inakuanga imejua. Atukuse Bwana Yesu. Wakati unapita kwa mambo magumu, jua kania kwamba mbingu inakuanga imejua. Na shetani akapewa ruhusa na akawekwa sheria fulani, usiruke hapo. The book of Corinthians inasema hautawahi jaribiwa kuliko uwezo wako. Hata shetani ajaribu namna gani, anakuanga amewekewa limit. So usikufe moyo, jikaze, maana hiyo tatizo utashinda tu na utafaulu. Atukuse Bwana Yesu. So hautawahi jaribiwa kuliko uwezo wako. Majaribu kikuja, tunapambana nayo na tunafaulu. Maana shetani kuna mahali hawezi ruka. Hata kama aliumiza Job namna gani, kuna mahali alikuwa amewekewa limit. Na si ati Job alikuwa amefanya dhambi. No. Maybe unaweza ishi maisha ambayo inapendeza Mungu. Ninafika mahali unaanza kujiuliza, kwa nini matatizo inanifuatanga tu saa zote? Kwani Mungu asikiangi maombi yangu? Na wakati majaribu inakuja saa zingine, unaweza pata maadui ndio wanaanza kuinuka.
na maybe maadui ni marafiki wako pia, wanaanza kukupea advice vile utafanya. Wakati Job aliona matatizo imeanza kuwa mingi, maana alikuwa amebarikiwa na Mungu, matatizo ikakuja mingi sana. So after victory, hapo mbele unaweza pata ni temptation inakuja. Maybe ya kwanza umefaulu, umepambana na shetani, umefaulu hiyo, lakini after that ni nini inakuja? Ndio umeshinda ya kwanza na Mungu akakuinua kwa level nyingine. Hapo mbele ni nini iko hapo? Na hapo ndio Wakristo tunafaa kuwa werefu. Sasa tunaambiwa kani ya kwamba hata kama shetani ni mwerefu, sisi tunafaa kuwa werefu zaidi yake. Maana sisi tunashinda ya kwanza na tuna relax bila kujua kani ya kwamba ya pili inaweza kuja ikiwa kali. Wakati Job alikuwa anakaa pale, akaletewa report. Wafanyikazi wako wakamletea ripoti mbaya. Wakaanza kusema tulikuwa tunafuga mifugo huko, wezi wakakuja wakatuvamia, wakaua wafanyikazi. Kabla huyo amalize, tatizo lingine likakuja. Watoto wako upepo imekuja ikaangusha ile nyumba na wote wakakufa. Akienda kumalizia, ingine inakuja. Saa zingine inaweza kuja ikifuatana. Unaanza kushindwa, mbona hii mali yote ni Mungu alikuwa amenipea? Mbona sasa imekuwa hivi? Inafika unakuwa ni kama kwa kamulima. Lakini after that ukivumilia, maybe kuna victory inakuja ambayo ni ya maana. Maana ya kwanza, Job alikuwa ameshafaulu. Mungu alikuwa amembariki. Si ati mali ya kwanza alikuwa ametoka mali pambaya, Mungu alikuwa amembariki na akafurahia. Lakini after that akaanza kuingia kwa milima na mabonde na akapitia pale, lakini hakuna siku give up. Hata kama marafiki walimgeuka, wengine wakaanza kumwambia laani Mungu na ukufe, hakukufa moyo, alifaulu mpaka akapita hayo. Atukuzwe Bwana Yesu. So after victory, hapo mbele kuko namna gani? Sasa nakwambia never give up, kwa sababu ya pili inakujanga ikiwa kali. Na siwe peke yako, kuna mtu mwingine alikuwa anaitwa Elijah. Wacha leo niwape watu wawili watatu ndio waweze kujua life ni nini. Wakati Elijah walienda kwa kamulima huko Carmel, na Nebukadneza akaita watu wote, maana ilikuwa inatakikana kujulikana nani Mungu ambaye ni wa kuabudiwa. Na wakati Elijah alienda, wakasimama mahali pamoja na maandui, wakaona macho kwa macho, akawaambia ninyi anzeni kuabudu mtu. Leo tunataka kujua ni Mungu gani ambaye anaweza jibu, ni Mungu gani ambaye ako hai. Unajua Elijah ni mtu mmoja, na mfalme ako na watu wengi, ako na prophet 450. Nao prophet si ati ni prophet, ni wachawi na wanganga, watu ambao wanafanya miujiza, wanaabudu Baali. Na akawa pale akangangana kwa hiyo hali, akawaambia nyinyi anzeni. Na wakaanza wakaomba Mungu wao, wakaomba mpaka mjioni. Masaa ikafika mahali akamwambia sasa ni kama mmeshindwa sasa. Na walipona sasa wameshindwa, wakampea nafasi. Na after kushinda hiyo, maana Mungu wa Elijah alijibu kwa moto. Wakati alimaliza hayo na wale prophet wakauawa wote, Elijah kwa roho yake labda alifurahia, lakini kesho yake, wacha nikufunze kwa sababu ni maandiko. Usije ukashinda ya kwanza na useme urelax. Shetani anakuanga amekasirika sana. In fact ya pili anakujanga kwa nguvu mingi sana. Leo nafunza. Elijah wakati aliona ameshinda, mpaka Nebukadneza akasema kuanzia leo Mungu Elijah aanze kuabudiwa. Na kina Ahabu walikuwa huko hiyo wakati. Na wakati ilifika asubuhi, Shetani akaingia mtu mmoja na akakasirishwa sana. Jezebel akakasirishwa sana, akasema yani hao profeti 400 wote wameua na mtu mmoja. Tena akahesabu, maana alikuwa na nguvu. Akasema kama kesho wakati kama usitakuwa nimemmaliza huyo Elijah, hata mpaka akajitamkia maneno, hata yangejua. Akaapa kana ya kwamba kesho masaa kama haya lazima Elijah niyo nimemmaliza, kwa sababu amemaliza Mungu wetu.
Acha nikwambie, Elijah yule mtumishi wa Mungu mwenye alishinda huko, akaangamiza wote. Wakati alipoletwa hiyo ripoti kani ya kwamba anatafutwa auliwe, alitoroka. Jojo ya kani ya kwamba ya kwanza alishinda, lakini ya pili hakujua. Hakujua nini itafanyika ya pili. Akafurahia ya kwanza. Nimewaua wote, nimewamaliza wote. Lakini kesho yake Jezebeli akaamka akasema, kesho masaa kama haya, kama sitakuwa nimeumaliza, sijui nitafanya nini. Ni shetani anaongea hivyo. Elijah yule ambaye alikuwa amepata ushindi na akamaliza prophet wote, akamaliza wanganga na wachawi wote, kesho yake alikuwa ametoroka. Ndio ile nguvu ya kwanza ambayo alikuwa nayo haikufanya kazi ya pili, hivyo alifanya ya kwanza. Mbona hakuwa na ujasiri kama wa kwanza? Akakimbia akaenda huko kwa jangwa, akaenda akajificha huko. Saa zingine unaweza pitia kwa jangwa kama vile alikimbia akaelekea kwa jangwa, na Mungu akamfuatilia, akamuuliza unaenda wapi? Anasema natoroka kwa sababu wamenipangia waniue. Amesahau kani ya kwanza ya juzi alishinda na akawa wengi kuliko hao. Ya pili ikawa ni nzito sana, ikawa inatetemesha moyo wake sana, na akatoroka huko. Yule Elijah mmoja ambaye juzi alikuwa ameoa wote. Nataka nikuonyeshe life ni nini. Ndio jiandange, lazima ukae ukijiandaa kwa ya pili. Atukuzwe Bwana Yesu. Sijui kama nafunza ama amuelewi. Victory ukishinda ya kwanza, haujui ya pili itakuwa namna gani. Elijah mtumishi wa Mungu akatoroka. Akaenda akapatwa na njaa mpaka Mungu akamletea chakula kwa jangwa. Akawa amelala, Mungu akamwamsha, akamwambia kula chakula, na chakula ilikuwa hapo. Akakula na akashiba. Akaambiwa safari si kidogo, endelea na safari ukielekea mahali fulani. Na wakati alielekea akaenda akajificha chini ya pango. Haikuwa rahisi. Ni mtu ambaye alikuwa amejulikana, mpaka hata mfalme alikuwa amemjua na watu wote walikuwa wamemjua, maana yeye ndiye alikuwa amebaki peke yake ambaye anaabudu Mungu wa Israeli. Atukuzwe Bwana Yesu. Lakini ya pili ilikuwa mzito sana. Kama ya kwanza alishinda, mbona ya pili ilibidi atoroke? Lazima uelewe after victory nini nakuja. Lazima ukae kujiandaa, maana the more unaelekea pale, the more unazina kupambana na hali ngumu. Atukuzwe Bwana Yesu. Wakati Yesu alianza kuona kifo inakuja mbele yake, ilibidi hajitolee. Na life ikawa ngumu sana, mpaka za zingine akienda kwa mlima anaomba maombi mzito sana, mpaka anaambia Mungu, kama ni mapenzi yako hii kikombe ondoa. Haikuwa rahisi. Ndio ya kwanza amefaulu na ya pili, lakini wakati anaelekea pale inazina kuwa ngumu. Watu wanaanza kuwa ngenesi na maisha yake. Anaenda kwa mlima anaomba maombi mazito, mpaka malaika anatumwa kutoka mbinguni na Mungu aje amtie nguvu. So lazima uelewe haya maisha ni gani. Haya maisha lazima ni njia gani ambayo utatumia kupambana na kwa hiyo hali. Usije ukafurahia kwa sababu umefaulu ya kwanza, ya pili inakuja. Elijah mtumishi wa Mungu akatoroka, akaenda kujificha huko mbali sana. Labda wakati alikuwa anatoroka, kama ungeulizwa wewe ndio ulisababisha Mungu akajibu na moto na ukashinda na ukafanya mfalme aseme kuanzia leo Mungu wako aabudiwe, mbona Jezebeli ameingiwa na roho na akakutishia life na ukatoroka? Maana ya pili ilikuwa mzito. Na wakati Mungu aliongea naye na akamtia nguvu, na Mungu akamuelezea mambo mawili matatu, akaanza kufuata Elisha na akampaka mafuta, na Elisha akaendelea na ministry. Mambo ya ama life ya Mkristo, wakati Yesu alisema ni kupambana, usije ukafikiria ni kukaa chini na kurelax. The more Mungu anazina kukuinua, the more umeshinda ya kwanza, lazima ukae ukingojea ya pili. Maana hautasema nimeshinda ya kwanza sasa ni kurelax, nimeshinda majaribu. Hapana. Ya pili, na shetani anakuanga the more unainuka, the more anazina kukasirika. Wacha nikwambie,
The more unazidi na kukaribia Mungu, the more shetani anazidi kufanya uadui kali sana na wewe. Atukuzwe Bwana Yesu. Hope nafunza watu ambao wanaelewa. The more Joseph alikuwa anakaribia baraka yake, the more matatizo ilikuwa mingi. Maybe ya kwanza ya kuchukiwa na brothers wake, labda aliona tu hiyo imefaulu kwa sababu ameuzwa Misri, na labda tu kwa sababu familia yake haikuwa na chakula, haikuwa na uwezo, labda amepelekwa mahali pazuri, anaishi kwa nyumba mzuri tena ya mkubwa, na amepewa mamlaka, akalelax. Ya pili alitoka hapo akikimbia. Nataka kufunza mambo ambao watu wamepitia kwa Biblia. Hapa siongei mambo yangu, lakini mambo ambayo Wakristo wanapitanga. Yule Joseph, na mzee wa hiyo nyumba alikuwa amempea mamlaka yote, tawala hii nyumba. Hata watoto wangu wakitaka kitu wakuulize. Lakini wakati alirelax na akajua amefika, hata kama aliuzwa, akalelax, hata shetani aingie mwanamke. Joseph alitoroka kama vile Elijah alitoroka. Na akatoroka na akaenda, akajipata kumbe ako kwa gereza, na Mungu hakumwacha. The more alikuwa anakaribia baraka yake, the more matatizo ilikuwa inaongezeka kila wakati. Atukuzwe Bwana Yesu. So katika life yako, the more unaona matatizo inaanza kukuja kwa wingi, furahia, maana baraka yako iko karibu. Furahia na usikufe moyo, maana baraka yako imeanza kukaribia. Na kama Ana angechekelewa na Penina, labda angeishi kusema niuliza mtoto, wacha tu nikae. Lakini wakati Ana aliinuka na akaanza kuwa adui yake, Penina, wakati aliinuka na akaanza kuwa adui, hapo ndio Ana alijua kania kwamba lazima nipambane na hii hali. Akafinyika. The more anaenda kwa nyumba ya Mungu kuomba, akirudi jioni, Penina naye ndiye huyo anamchekelea. Kila wakati wakipitana anamchekelea. Na the more alikuwa anamchekelea, the more alikuwa anaingia kukaribia Mungu sana. The more alikuwa anajitolea mbele za Mungu. So katika life yako, nikimalizia, wakati unapita kwa milima na mabonde, usikufe moyo. Maana the more unavuka mlima wa kwanza, wa pili unakuja, hata kama ni mzito kuliko wa kwanza, vuka hiyo na ingine na ingine, maana baraka unaikaribia. Na wakati umekaribia baraka yako, hapo ndio shetani anakuanga na akona chuki sana na wewe. Lakini ukifaulu, mambo inakuwa tofauti. Na ukifaulu, ukimaliza hiyo milima yote, shetani kuna siku itafika aachane na wewe, hata kufuata tena. Wakati Joseph alivuka hayo yote na akajipata sasa ameshafanyishwa mkubwa, shetani hakumfuatilia tena. Na wakati umevuka mlima wa kwanza, shetani hawezi kukuletea mwingine kama hiyo. Hapana, analeta mwingine. Na ukimaliza matatizo yako, ukimaliza kupitia kwa hiyo matatizo, baraka nayo inakuja. So usikufe moyo katika maisha yako, tia bidii, ng'ang'ana kama Mkristo. Akina Joseph na akina David haikuwa hali ya ambayo ati ni kupita tu. Life ingine ni ya David. Nikimalizia, David alikuwa amejitolea, na wakati victory ilikuja, hii nikimalizia, David wakati victory ilikuja, akaangusha Goliath. Kesho yake Saul, shetani akaingia kwa mfalme Saul na akaanza kumtafuta amuue. David alitoroka. Sijui kama hiyo mnasoma. Alipomaliza Goliath na akamwangusha, watu wakafurahi. Ushindi ikapatikana kwanza. Watu wakaanza kusema, huyu lazima awe mfalme wetu. Huyu atakuwa mfalme. Shetani alipoingia Saul, ilibidi David atoroke. Ya kwanza ameshinda, lakini ya pili hakujua ni nini itakuja kutokea. Na mimi nakupea wisdom, nikuambia kani ya kwamba ya kwanza umeshinda, vaa silaha za vita, maana ya pili itakuja, hata kama itakuwa na uzito zaidi. Vaa silaha kwa ajili ya kupambana na hiyo, na ukipambana na hiyo utafaulu. Na hiyo ya pili ukifaulu, shetani ataangalia hivyo, aache kukufuata tena. Wakati Saul alianza kumtafuta amuue, na David akapambana, akazina kujitolea kwa Mungu, watu wakazina kumpenda, akawa na watu wengi zaidi. Shetani wakati aliona yasa imeshindikana,
akaachana na life yake, ikabidi David awe mfalme liwe liwalo. So wakati umepita hayo, jua kania kwamba shetani itafika mahali aachane na wewe. Usije ukasemanga Mungu ni kama hanisikiangi, mbona mimi nikiomba Mungu yani ni kama aliniacha tu, kwa nini napitia haya mangumu saa zote? Hapana, ukimaliza kupita hayo unasema mangumu, usindi itakuja na shetani kuna siku itafika aache kukufuatilia. Atukuzwe Bwana Yesu. So lazima ujikaze kama Mkristo na ujue kania kwamba mimi naelekea hapa, hata nikipata mlima mbele yangu napambana nayo namaliza, na ngoje ingine ikuje. So life ya Mkristo ni kukaa tukijiandaa kwa ajili ya kupambana na shetani. Atukuzwe Bwana Yesu. So wacha nifike hapo, nikaribishe Pastor Nzangi na tutabarikiwe. Amen. Tuombe kwa sababu ya neno. Tukushukuru Mungu ni kwa sababu ya neno lako asubuhi leo. Kila wakati unapozungumza na watu wako na kuwa na sababu jema, na kwa sababu Mungu tumelipokea kwa shukrani, ni kwa sababu ulikuwa umetayarisha kwa ajili yetu. Asante kwa ajili ya kipindi cha kwanza. Napoingia katika ibada nzima, tunaomba Bwana kupitia kwa uimbaji, kupitia katika neno lako Mungu, na kila jambo litakayochukua nafasi ikapate kuwa ya kupendeza, na kwa sababu ni Mungu. Asante kwa ambao tumefika na leo jioni pia. Bwana warakisha bazo kwa pamoja na wao. Bibi na utukuzo, mbariki Pastor Alex. Asante kwa ajili ya kumwandaa na kumtia nguvu. Endelea kuachilia upako kamili. Bwana, ufunuo wa neno lako na miujiza pia. Maana lako wakati inaposemwa inaandamwa na miujiza. Tenda hivyo ni kwa sababu ni Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Wacha nichukue fursa hii niweze kukaribisha praise and worship team waweze